madhambi yana milango, yani kila mmoja ana madhaifu katika mlango fulani, na ni vizuri kama kuna mwingine Mwenyezi Mungu kwake kuna mlango wa madhambi ambao ni mkubwa sana, mlango wa ghadhabu. Wallahi leo kuna watu wanazungumza kuhalalisha jambo ambalo hakulifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kutengeneza dalili ambazo wanaziunganisha na hilo jambo ambalo wanataka kulihalalisha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Karibu katika kipindi pendwa cha Al-Bayinat. Al-Bayinat ni kipindi ambacho kinakujia kwa kutafsiri aya za Qur'ani kwa lugha nyepesi na rahisi ili kumfahamisha msikilizaji na mtazamaji. Na leo biidhnillahi taala, katika mfululizo wa somo letu tutaendelea katika sura Al-A'raf, na leo biidhnillahi taala tukiwa katika mwendelezo wa sura Al-A'raf kwenye aya ya 34, pamoja tumeacha kiporo kidogo katika aya ya 33. Lakini kabla ya kuendelea tusikilize qiraa hichi ili tuweze kupata mazingatio. Walikulli ummatin ajal faidha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Naam, baada ya kisomo cha Qur'an, mashaikh, tulikuwa katika mfululizo wa hii sura na ilikuwa tunaendelea kuweza kuzungumzia masala ya vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviharamisha, na katika baadhi ya vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviharamisha katika waja wake vimetajwa idadi ya vitu hapa na vikagaiwa katika makundi, na mimi nimependa baadhi ya wanachuoni hivi vitu katika kuvigawa katika makundi. Kuna makundi ya madhambi yanaingia katika babu shahwa, alfawahisha ma dhara minha wa ma batan. Alafu kuna baadhi ya madhambi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha yanaingia katika babu alghadab walbaghi bighairi alhaq. Alafu kuna madhambi ambayo yanafanyika kwa sababu ya jahili ya mtu kutokutambua kwamba antakulu Allahi ma la ta'lamuna tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Haya yote ni katika baadhi ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuyataja. Qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Hapa katika mwanachuoni Ibn Qayyim rahmatullah alipokuja kuzungumzia hii aya, sisi kuna ile tunaona kwamba kuna madhambi hapa yameonekana ni kubwa zaidi hata kuliko shirki, kusema kwa Mwenyezi Mungu jambo ambalo hujui, sababu wasema aya yameanza tadarruj kutoka chini au kutoka namba ambayo ni ndogo kwa namba kubwa. Aliposema qul innama harrama rabbi alfawahisha, kwambia si mingineyo Allah ameharamisha machafu, ma dhara minha ma batana, yale mnayoyaona na yale ambayo yamejificha.
halafu wal ithma wal baghya bighairi alhaq, halafu ikaingia wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan, kumshirikisha Allah yani bila ya hoja yoyote. Yani hizi kaida nyingine zinaingia katika Qur'ani kuonyesha ubaya, kwa sababu hakuna mtu anayefanya shirki au anayefanya dhulma akawa na haki, sababu al-baghy bighairi haq sema ni kuonyesha ubaya wa lile jambo. Qaid ni kuja kuonyesha bashaa ya baghi. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lam, kumsemea Mwenyezi Mungu jambo ambalo hamlijui. Wa likulli ummatin ajal, baada hayo yote Mwenyezi Mungu anasema kila kizazi, kila umma una muda maalum utarudi kwetu. Ya unaona kama Mwenyezi Mungu alivyozungumza, kama baada akumtaudun, kila ikizungumza afu anawarudisha kwamba mtarudi kwangu. Fanyeni mtakavyofanya, fanyeni haya, lakini walikulli ummatin ajal, kila kizazi, kila umma basi kuna muda maalum. Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, kwamba muda wao ukifika basi hawatacheleweshwa hata muda mdogo. Na saa sio kwamba dakika ngapi 60, la, saa yani muda. Wala yastaqdimun, wala vile hawatautangulia, bi maana ule muda ambao Mwenyezi Mungu ameupanga ndio ambao utakuwa watachukuliwa roho zao kwenye kipindi hicho. Kwa leo hizi aya, tukiwa leo tunaanza aya 34 pamoja 33, tulikuwa tukachambue haya madhambi ambayo umetajwa, aina ya madhambi. Na nini nifungue tu kwamba madhambi yana milango, yani kila mmoja ana madhaifu katika mlango fulani, na ni vizuri kwamba kuna mwingine Mwenyezi Mungu kwake kuna mlango wa madhambi ambao ni mkubwa sana, mlango wa ghadhabu, yani ndio anadhulumu, wanafanyaje. Kuna mwingine babu shahawatul batni, shahawatul farj, yani uko kwake ni kuzito. Kuna mwingine kama hivyo katika mlango wa jahl, adam al-ma'rifa wal ilm, anaingia anafanya shirki, anasema kwa Mwenyezi Mungu mambo ambayo hayajui, au kuna mambo mengine anayakataa bila ilmu. Kama kuna mmoja anakataa kwamba hadithi ambazo zimekuja kuzungumzia thawabu nyingi, hadithi sahihi kabisa, mathala hadithi ambayo imekuja ambayo tulihitaji katika vipindi vilivyopita kwamba kalimatani, alafu hii yani awaje, yani mtu apate uzito mkubwa kabisa, na subhanallah bihamdi subhanallah alazim, au nimesema maneno ambayo nayapenda zaidi kuliko na najua vyote, subhanallah adada khalqi wa nafsi wa zinata wa midada kalimati, kwamba nimesema maneno ni bora zaidi kuliko bwana. Haya tu. Kwa leo kukataa vitu bila elimu ni moja katika mlango wa jahili. Kwa leo mwanadamu ana milango ambayo Ibilisi anachezea kuweza kumuingiza katika madhambi. Naam. Nafikiri pia katika aya hii qul innama harrama rabbiya alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, baadhi ya wanazuoni wamezungumzia hii innama kwa maana ya kwamba kilugha innama ni adatu hasrin au kasri, kwamba hivi tu, kama vile ni hivi tu ndivyo ambavyo alivyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika kulijibu hilo wanasema kwamba haya aliyotaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamegusa, kama alivyosema Sheikh, milango, tuseme milango mikuu ya madhambi yote, milango mikuu ya madhambi yote. Hapa umeingia jinai za kumfanyia mtu, kuvunja heshima zake, kumdhulumu mali zake, na mwisho kabisa ikaja ile swala zito lile ambalo la kumtushia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sheikh, samani kidogo. Haya madhambi, kuna madhambi ya mtu yeye mwenyewe, ndio, alafu kuna madhambi ya mtu kumfanyia mtu mwingine, alafu kuna madhambi ya mtu yeye na Mola wake, yani wewe kumfanyia Mwenyezi Mungu. Ndio. Yani, na nimependa ya kauli kwamba madhambi yote hayaepukani hapo. Ima ujidhulumu mwenyewe, au wewe umfanyie mtu, au wewe na Mola.
na hapa ni madhambi yote duniani milango yake ni mitatu. Sawa. Asante. Kwanza nikaisawa point. Jamii. Sasa nyingine inabidi nitakuwa naandika Kwa hiyo utaona kuna hizo fawahish zimetajwa, mambo machafu kama vile uzinifu, na pia ametaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ithma, hapa inakusudia maasi na munkari mingine kama vile kunywa pombe na mfano wake. Halafu akataja baghya, kuwadhulumu watu haki zao, ukawa na wadhulumu watu haki zao kwa njia yoyote ile. Halafu wa antushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Hapa ndio sasa imekuja katika masala ya ushirikina, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni jambo ambalo lilikuwa limeenea, au tuseme kwamba mpaka sasa ni jambo la ushirikina bado limeenea kwa kiasi kikubwa. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kumzushia Mwenyezi Mungu uongo. Na hili la mwisho hili, antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, kwa kweli ni jambo ambalo linajitokeza kwa wingi katika jamii. Wakati wa Mtume alipofariki na hata wakati wa uhai wake, kulikuwa na watu wamejinasibisha kwamba wao ni mitume, kina Musailama ambao waliwahi kumwandikia Mtume sallallahu alaihi wasallam barua kwamba mimi nimepewa utume na Mwenyezi Mungu, tuko shirika mimi na wewe, wewe una nusu ya ardhi na mimi na nusu yake, lakini wewe sio mwadilifu. Nasemekana katika ile barua ya kumjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliandika, kwa sababu yeye alisema min Musailam rasulillah ila Muhammad rasulillah. Mtume akamwandikia kwamba min Muhammad rasulillah ila Musailamatil kadhab. Kwa hiyo watu walidai utume, Mtume akamwambia wewe ni Musailama, ni mtu wa kawaida na ni muongo, si mtume. Sasa hivi kuna watu wengi wanazusha na wakasema kwamba ni manabii, tume na nini, na watu baadhi wanaoamini, na wengine wasidhani tu kwamba ni upande mmoja, na wengine wapo katika upande wa Uislamu. Kuna wengine wanadai kwamba wao wana hali fulani ya utume. Lakini pamoja na hayo, antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, inawagusa kila yule mtu ambaye anasema jambo lolote inahusu fatwa katika dini na wala hana elimu nalo. Wallahi leo kuna watu wanazungumza kuhalalisha jambo ambalo hakulifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kutengeneza dalili ambazo wanaziunganisha na hilo jambo ambalo wanataka kulihalalisha, wakusema kwamba hivi Mtume kumsifia ni vibaya, hivi kula chakula, kulisha watu chakula ni jambo baya, hivi kutembeleana ni jambo baya, hivi kutoa mawaidha ni jambo baya. Mtu anatengeneza jambo alafu anasema hili ni katika hali ambayo ameamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati takulu ala Allahi ma la ta'lamun, jambo ambalo hamuna elimu nalo. Kwa hiyo kwa kweli hapa katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekusanya jumla kuu ya madhambi yale mazito ambayo chini yake kunaingia mambo mengi ambayo yanahusu hayo madhambi kwa ujumla wake. Na pia katika hii kipande cha mwisho cha aya, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, bid'a zinaingia pia hapa sasa, kwa sababu ni watu wanasema katika dini ya Allah anasema nimekushakamilisha. Kwa yeye mtu anaibua, kama walivyosema, anatengeneza mazingira ya kujengea hoja kwa dalili ambazo hazishikiki, na pengine mtu akasema hata hadithi, wakati ambayo hana uhakika wa hadithi hiyo, na pia ni kumzushia Mwenyezi Mungu jambo ambalo hamlijui. Na hili katika zama zetu ndio tunayo sana sasa hivi. Watu wanasema Uislamu, mtu anaelezea Uislamu na hana anachokijua katika Uislamu. Kwa hiyo amefikia mahali shekhe hana thamani kuliko mtu wa kawaida, pengine aje kuchekesha tu. Kisema watu wamaliza kuchekesha, basi ni shekhe mkubwa na atasema maneno ya uongo pale, watu wanacheka, watafurahi, lakini yale ambayo ni haki akiambiwa mtu hayataki. Ona, tusogee mbele kidogo. Naam.
ya bani adama, wenye wanadamu, imma yatiyannakum rusulun minkum, ikiwa watakujieni mitume miongoni mwenu, yakusuna alaikum ayati, wanaokusomeeni au kusimulieni aya zetu, basi wafuateni miongozo yao. Faman ittaqa wa aslaha, basi yule ambaye atamwogopa Mwenyezi Mungu, atajikinga na maovu, wa aslaha, na akatengeneza, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, haitakuwa hofu juu yao wala hatahuzunika. Maana yake kwamba hawa watafaulu watakaokuwa wameitikia huo ujumbe. Hakutakuwa na hofu katika maisha yao ya duniani, na vile vile haitakuwa hofu wala huzuni siku hiyo ya akhira. Walladhina kadhabu biayatina, na afa shekhi dogo, tuna mapumziko mafupi alafu tutarudisha. للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات. بينات بينات، إنه القرآن حيث المعجزات. Mjadala wa hajikum bitahia islamia al-Khalida. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji, kipindi ambacho tupo hewani ni Al-Bayinat, na tukiwa katika mshereheshaji ambao ni shekhe wetu Sheikh Said, tulikuwa akisoma hizi aya, tunarudi kuweza naam Sheikh pale tulipoishia. walladhina kadhabu biayatina, na wale ambao, aya ngapi hiyo? Hii ni aya ya 36. Naam. Walladhina kadhabu biayatina, na wale waliozikadhibisha aya zetu, yani waliowakataa mitume waliowajia, waliowakubali kwamba wao wamefaulu, haitakuwa hofu juu yao wala hatahuzunika. Lakini wale waliokataa kukadhibisha aya, maana yake ni kumkadhibisha mtume, ni kukadhibisha yule aliyemtuma mtume na aliyeleta zile aya. Huyu wastakbaru anha, na wakatakabari nazo, yani wakajitakabbar, wakajivuna. Ulaika ashabun nar, hawa watakuwa ni watu wa motoni. Hawa hofu ndio itakuwa juu yao na huzuni itakuwa juu yao. Hum fiha khalidun, hum watakaa milele. Na milele ni wale ambao watakufa hali ya kuwa ni makafiri, kama wale kadhibisha wakafa juu hali hiyo. Lakini kama itatokea alikuwa katika hali hiyo kisha akarudi kwa Allah, basi anageuka na kuwa miongoni mwa wale walio muitikia Mwenyezi Mungu. Faman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, na ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule ambaye alimzushia Mwenyezi Mungu uongo. Aya hii inaendana na aya iliyotangulia, wa taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Au kadhaba biayati, au ile kadhibisha aya zake. Kwa maana kama kuna dhalimu mkubwa hasa wa nafsi yake, basi ni mtu ambaye amemzushia Mwenyezi Mungu uongo au akazikadhibisha aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab, hao watapata sehemu yao katika maandiko yao yaliyoandikwa na Mwenyezi Mungu, wataendelea kuyapata, lakini hawatakuwa na manufaa na mafanikio siku ya Kiyama. Hatta idha jaatuhum rusuluna, mpaka watakapowajia wao wajumbe wetu ambao ni malakul maut, yatawaffawnahum, wakawafisha, katoa roho zao, watawaambia katika hali ya kuwasimanga na hali ya kuwaonya kwamba je, na hii ni kwamba watataka wape fursa angalau wakajiandae tena. Rabbirji'uni a'mal salihan fima laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Watafuta fursa kwamba
angalau pata kijisabu kidogo nitoe sadaka. Malaika atamwambia yani ungekuwa umetoa sadaka tu basi ilikuwa umetoka, na wakati ule ulikuwa ni bakhili. Basi anamwambia haipo tena, anirudishe basi nikarudi inshallah. Anamwambia kwa hiyo malaika watakapowafikia wakachukua roho zao, watawaza qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, wako wapi wale ambao walikuwa mkiwaabudu au mkiwaomba badala ya Mwenyezi Mungu mmoja ambaye mtakiwa ni mumwabudu na mumuombe? Pale watakiri, kwa sababu itakuwa ni mawqif mzito kwa wao. Wanahisi kwamba wakikiri basi itakuwa wamefaulu. Qalu dhallu anna, watasema wametupotea, hawapo tena. Bali sehemu nyingine asema wallahi ma kunna mushrikin, hatukuwa washirikina sisi. Washahidu ala anfusihim, na watashuhudia juu ya nafsi zao, yani watajishuhudia wenyewe annahum kanu kafirin, kwamba wao walikuwa ni makafiri. Nafikiri kuna hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hakuna yoyote atakayeingia motoni isipokuwa atakiri kwamba mimi nastahili kuingia motoni, kwa sababu ataletewa ushahidi wa kumtosha, na hapo akili nasema ni kweli nastahili kuingia motoni. Ya billahi min dhalik. Mashaallah. Hizi aya mara nyingi tafuta munasaba, wakati mwingine ndio unaelewa zaidi aya inayofuata, sababu Allah alipozungumza katika aya zilizopita kwamba qur rabbi amara bil qist, kwamba Allah ameamrisha uadilifu, ameamrisha kufuata njia iliyonyooka, na yakatajwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha, mojawapo kwamba mwelekezi nyuso zenu kila mkielekea kwa ajili ya ibada muombe yeye mukhlishan lahu din. Alafu Mwenyezi Mungu akazungumzia vitu ambavyo ameviharamisha. Baada ya hapo kumaliza hivyo vyote, ya bani Adam, azungumzia mitume. Sasa haya yote nishayabainisha, lakini nawaletea kitu cha ziada cha kiumbe ambaye atayafanyia kazi muone, sababu wakati mwingine kuletewa vitu kama vile nadharia tunasema hatuviwezi. Wale vime ambao ni halali Allah kaviweka wazi, vya haramu akavitaja akaviweka wazi. Sasa tunahitaji kiumbe ambaye atakuja kutufunza, lakini pia tuone namna gani anavyoishi. Ya bani Adam imma yatiyannakum rusulun tena minkum, kwamba kujiwa na mtume miongoni mwenu, tena yakusuna alaikum ayati famanittaka, yale machafu akayakimbia, wa aslaha, na akatenda mazuri, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Munasaba wa hii aya imekuja kuweza kuzungumzia kwa moja katika baadhi ya vitu ambavyo mja vinaweza kumsaidia ashajua halali ni ipi, haramu ni ipi, lakini unaletewa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala aje yakufunze, na si yakufunze tu, uyaone yale ambayo kayakataza Mwenyezi Mungu, yaone kuna kiumbe anaweza kuyafanya. Sababu kama angeitwa mtume akawa ni malaika, ungesema sisi bwana huyu ni malaika bwana, kawaida vipi? Kama kuna bwana mmoja nilimwambia kuhusu katika baadhi ya mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba natfil ibd, kuvuta nywele za saidia shaka Kiswahili vizuri za kwapa. Basi ndani kuna neno lingine zaidi ya hilo kuzivuta. Na ujamaa alikuwa kazifuga, zipo nyingi sana, anafusho. Sasa vipi shekhe, hizi sunna hizo uzishike usema Mtume alikuwa Mwarabu, zake zilikuwa laini. Hazifanani na hizi. Wale sehemu kubwa kwamba rusulun minkum min albashar. Na hii moja pia ni katika tashrifu ya mwanadamu kwamba hakuna mtume wa kijini, mtume wote walikuwa ni binadamu minkum. Alafu aya zilipokuwa zimetaja mambo kama ni kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana dilalati ya mwanadamu kwamba aongoke, vitabu, mitume, hata huu ulimwengu pia unamfahamisha mwanadamu kwamba kuna ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali hata kwenye nafsi yake pia, wa fi anfusikum afala tubsirun. Naam, shukran. Hapo pia kuna jambo nimeliona, Mwenyezi Mungu anapoita mara kwa mara kutuita sisi binadamu kwa jina la ya bani Adam,
kwa sababu ni maeneo mengine unaona ya ayuhal insan, na katika surati al-insan Mwenyezi Mungu anasemaje? hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr wal asr innal insana lafi khusr. Lakini hapa imekuja ya bani adam, ya bani adam, ya bani adam, ewe mtoto wa Adam, enyi watoto wa Adam. Kuna kitu kinakurejesha kwa Adam, na alifanya nini, kikatokea nini. Sasa wewe ni mtoto wa Adam, kumbuka yale ambayo yalimtokea Adam yasije yakakutokea wewe. Na ndio maana sasa tumekuandalia mazingira mbalimbali, maonyo dhidi ya sheitani, tumekutumia mitume, tumekuteremshia kitabu. Hii yote ni katika lugha moja au taabiri moja ya huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa huyu mwanadamu. Kila wakati anatuhimiza, na utakuta kwamba aya za Qur'ani zina ile kurejea katika kila sura, kumkumbusha mwanadamu asili yake, kumkumbusha uadui wa shetani, kumkumbusha pepo, kumkumbusha moto, ili ajiweke katika mazingira mazuri, asije akafanya yale ambayo hamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pamoja na hayo, lakini akthara nasi la yu'minun pia, wengi watu hawaelewi, hawashukuru, hawamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na mazingira haya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea. Na pia nafikiri hapa kuna makundi mawili makubwa. Kuna watu wa batili. Watu wa batili wamegawanyika makundi mawili ambao Mwenyezi Mungu ameyataja kwenye hizi aya. Kuna kundi linatengeneza na linawaita watu. Kuna kundi kazi yake ni kukataa tu, japo hili linatengeneza ni baya zaidi, kwa sababu hizi aya ukiangalia ni makundi tofauti, lakini yote malengo yao ni mamoja, kuikataa haki. Allah aliposema kauluhu ta'ala walladhina kadhabu biayatina, ile kundi ambalo linakataa. Lakini kundi ambalo Mwenyezi Mungu amelitaja, kundi la pili, faman iftara, ile linatengeneza. Sijui itakuwa vizuri. Yani kundi kadhab linakadhibisha tu, yani lakataa kila kitu. Lakini iftara, huyu anatengeneza, anawaita watu. Ukiyatazama yote yanalingana katika malengo, lakini moja ni baya zaidi. Yani maana kwamba hili linalotengeneza ni ambalo linaandaa, lakini lina uhakika wanafahamu ule ukweli wa kile kitu, lakini anapotosha kwa maksudi. Na ila huyu anakadhibisha kwamba yeye atake tu, hana dalili, lakini huyu ni kwamba anajua anachokifanya, kama vile alivyokuwa kina Firauni, ndio kwamba alikuwa anatunga mimi ni Mungu, lakini anajua uhakika kwamba mimi si Mungu na huyu ni mtu, kama vile alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba wajahadu biha wastakanatha anfusuhum dhulman wa udwa, uluwa kibri ndio wastakbaru anha. Naam. Kwa takriban, yani wakati mwingine aya za Qur'an zinakuja, ni ukiziangalia unakuta kuna asnafu za watu zimewekwa. Ukipata lile jina kwamba sababu kuna mtu mwingine anakataa kwa jahili, wewe ni akhafu. Kuna mwingine pia anakataa na elimu, lakini mwenye elimu zaidi yule anatengeneza, sababu kile kitu kichukua mpaka kinapoa kinapendeza kwa watu. Alafu kisha Mwenyezi Mungu akawakumbusha na kifo wote. Naonyesha kwamba kifo ndio kinavunja vitu, ujabari wote unaishia hapo. Nao ni maajabu kabisa ya uslubu wa Qur'an. Nafikiri katika hili pia Sheikh umenikumbusha mbali sana, akili zangu umezipeleka mbali sana. Siku moja tuseme katika hayo makundi yanayotengeneza hoja ambazo hazina mashiko, kundi lina dhikri, inaitwa dhikri.
kumtaja Mwenyezi Mungu katika sura ile ambayo ma anzalallahu biha min sultan. Walionekana hawa wana dhikri, muda wa swala umefika, hawakwenda kuswali. Waislamu walivyoambiwa kwamba jamani, swala, wakati wa swala unapita, tukaswali, wakasema wala dhikrullahi akbar, lile linalofanyika pale ni kubwa zaidi kuliko hiyo swala. Jambo ambalo kwa hakika unaweza ukiwa katika hali ya kawaida tu unaweza ukaamini kimetengenezwa kitu wala dhikrullahi akbaru min as-salah, ni kubwa kuliko swala. Naona muda umekwenda, labda tutumie fursa hii kumwaga mtazamaji wetu biidhnillahi taala. Tutakutana tena mara nyingine inshallah. من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات